Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Ngida akisema kwamba anatamani kuwa kama Alves Rupia. Na hii taarifa ni kwamba nilikuwa natamani kuwa kama Alves Rupia. Kweli namshukuru Mungu kwa hatua niliyofikia, na pia namshukuru rais wa klabu kwa kutupa uwanja huu mzuri, ingawa bado haujakamilika. Ni hatua kubwa kwa klabu, tunapaswa kumpa pongezi kwa hili. Alipoulizwa kuhusu ushindani wa ligi kuu na mchezo wa kirafiki dhidi ya Yanga, Soa anasema sioni tofauti kubwa kati ya ligi na mechi za kirafiki hapa Tanzania. Kila mchezo unachezwa kwa ushindani mkubwa, wachezaji wanajituma sana na wanapambana kila dakika. Huyu anazungumzwa sana, so anazungumzwa sana tangu alipofika kwa muda mfupi na kuweza kufunga kiasi cha magoli mengi. Lakini hapa nimependa ili aloligusia kwamba mechi za kirafiki na mechi za ligi huwezi kutofautisha. Hii inatoa tafsiri gani kwa mchezaji huyu wa kigeni ambaye ametoka katika mataifa yaliyoendelea kisoka na kupeleka wachezaji wengi sana katika nchi za Ulaya, lakini amekuja hapa kwetu? Ni kama desturi ilivyo sasa hivi, wachezaji wengi wa magharibi tunachukua tunavyotaka. Labda kwani mnalionaje kauli yake hii? Kauli ipo kwenye upande wa mantiki moja, kwa sababu hizi mechi za kirafiki mara nyingi huwa wanapewa nafasi wachezaji ambao wamekuwa wanakosa nafasi kwenye upande wa vikosi vya kwanza, ambao pia wapati muda mrefu pia kuweza kufanyaje wa kuweza kucheza. Ukiangalia kwenye upande wa kikosi cha jana cha Yanga, baada ya kuwakosa walinzi watatu kwenye eneo la ulinzi, tumemwona Azizi Ndambwile kwa mara ya kwanza akiweza kuingia kwenye upande wa kikosi, na pengine ni baada ya miezi 4 mpaka 3 kuweza kufanyaje kuweza kukosekana. Aliumia kwenye mchezo dhidi ya Tabora, na baada hapo alikuja akatolewa na alianza kuingia taratibu kwenye upande wa mazoezi. Nadhani kuna kitu ambacho mwalimu pia amekiona kwa upande wa siku ya jana, inaweza ikamtengenezea pia option nzuri. Kama anapomkosa Baka, Jobu pamoja na Mwamnyeto, anawakosa wawili labda kwa wakati mmoja, option pekee iliyobaki ni kwa upande wa Azizi Ndambwile, na yeye pia amekuwa anatumika zaidi kwenye hilo eneo tangu ajiunge kwenye upande wa kocha Yanga, kwa sababu kwenye eneo la kiungo kumeonekana kuna nafasi finyu sana kwa upande wake. Kwa hiyo ni mechi ambazo walimu zinawapa pia muda wa kuwatizama hawa wachezaji. Kama hivyo tumemwona Aziz, lakini na ni mechi ambayo pia mwalimu pia anakuwa anajiridhisha zaidi kuelekea kwenye upande wa dirisha kubwa la usajili. Umemzungumzia Soa ambaye amekuwa anatajwa na baadhi ya vilabu. Wiki iliyopita tulikuwa na taarifa ya Simba kuweza kumuulizia nani, Jonathan Soa. Kwa hiyo ukiangalia kwa upande mwingine pia ni mechi ambazo pia mchezaji anaweza akaa na perform, na pengine ni sehemu pia mchezaji kujitafutia nafasi nzuri. Kwa mfano ukiangalia mechi iliyopita ya Simba dhidi ya KMC, wachezaji wengi ambao walipewa nafasi ni wale ambao walikuwa hawatumiki, na hao wengi pia mwalimu alimuonyesha kwamba unapoweza kutuamini tunaweza tukakupa matokeo. Kina Edwin Barua, kina Joshua Mutale walihusika pia kwenye upande wa magoli ya Simba, kwenye upande wa ushindi wa magoli 4. Kwa hiyo ni mechi ambazo hata Soa mwenyewe anaziona ni mechi ambazo za kiushindani. Kwa jana tu ukitajua lineup ya Yanga ulikuwa unaiona kwamba Yanga wanaenda kufungwa, lakini ni mechi ambayo ilimalizika kwa sare pia baada ya mvua kubwa kuweza kumalizika. Na inatajwa pengine inawezekana baada ya dirisha kubwa la usajili kuna wachezaji pia pale Young Africans huenda wakafanyaje wakapewa mkono wa kwaheri, na hao wote wanatajwa ni wale wa Zambia wawili, kwa maana Clatous Chota Chama pamoja na Kennedy Msonda. Na wachezaji ambao pengine Young Africans wanafikiria kuweza kuongeza kwenye upande wa kikosi ni Jibril Sila pamoja na Jonathan Soa kwenye eneo la ushambuliaji. Kwa hiyo ni sehemu ya kwake pia, na aliweza kuzungumza na shauku yake ni kwamba kila striker huwa anatamani kuweza kufunga magoli mengi na kumaliza akiwa yuko juu kabisa kilele. Kwa hiyo ni aina ya washambuliaji ambao ukimsikia tu unamuona kwamba huyu amezaliwa kufunga, ana njaa ya kufunga, na kitu pekee ambacho hizi timu zimekuwa zinakikosa ni kupata washambuliaji ambao wenye njaa ya kufanyaje ya kufunga. Ukiangalia hizi namba vizuri, Young Africans kidogo anajitahidi washambuliaji wao na namba nzuri, lakini ukirejea kwa upande wa Simba mwenye magoli mengi zaidi ni kiungo ambaye ni Jean Charles Ahoua. Kwa hiyo washambuliaji wanaonekana kuwa ni bidhaa adimu zaidi. Jambo pekee la kuwapongeza Singida ni kuanza harakati za wao kuanza kutengeneza
uwanja. Naamini mpaka msimu utakapoanza msimu ujao pengine wanaweza wakawa wamehamia kwenye phase nyingine ya kwanza kutengeneza pia majukwaa. Okay, tunaweza kusema kwamba Soa anatafuta ile chance ya kwenda katika hivi vilabu ambavyo anaona vinaweza vikamfikisha kule ambapo ndoto yake ipo, kwa kuweza kusema kwamba ligi ya Tanzania ni ngumu, hamna mechi ya grafiki wala ya ligi. Kuna usemo unasema binadamu asiyeota hana haki ya kuishi. Yaani siyoota mafanikio una haki ya kuishi. Kwa nini? Ndoto inatakiwa ikutishe. Yaani ndoto inatakiwa uone ndoto kwamba mimi natakiwa kwenda juu zaidi hapa nilipo. Of course kaja Singida ambayo ni timu ambayo inachipukia kwa timu nzuri, lakini obviously Simba, Yanga zitabaki kuwa ndo top teams ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara kutokana na history ambayo wako nayo, lakini pia trophies ambayo wako nazo, lakini pia angalia hata mishahara ambayo wanapokea, wataendelea kubaki kuwa juu. Kwao anaruhusiwa kuota na hivi vilabu pia vinamuota na yani ni kitu wanasema kila kitu kina pande mbili. Wakati Simba na Yanga wanamuota Soa, naye Soa anaota kuja kucheza katika hivi vilabu, kwa sababu hivi ndio vilabu ambavyo vimeprove kwamba mara nyingi vinaenda deep kwenye hizi CAF competitions. Nikiwa nazungumzia kombe la shirikisho, lakini pia nikiwa nazungumzia klabu bingwa barani Afrika, na Singida ndo kwanza inaanza kuchipukia. Kwa nafikiri anaruhusiwa kuota, lakini pia amezungumzia swala la ushindani wa ligi. Of course tunaona ligi yetu kadri siku zinavyokwenda inazidi kuwa competitive, kunazidi kuwa na ushindani. Tunaona timu nyingi zinazidi kuongezeka msimu huu. Surprise package Tabora alifanya vizuri, lakini pia tunaona vilabu vingine vimekuwa vikijaribu kufanya vizuri, lakini Fountain Gate wamepanda daraja, lakini bado walikuwa wanatoa mechi za ushindani. Kwa tupo kwenye right track na ligi yetu inazidi kuwa kwenye ushindani, lakini pia kujenga uwanja, of course we all know ni moja kati ya vitu ambavyo vinaipa thamani club. Miundombinu, yani una train wapi, unafanyia mazoezi wapi, lakini pia ile ndio sehemu ambayo Singida mara nyingi wanaweza kupata pesa yao pure, kwa sababu una uwanja wako wa nyumbani unapata hela kubwa. Kwa nafikiri kongole kwa Singida kuweza kujenga uwanja wao, na wamevifundisha hivi vilabu vikubwa vikongwe Simba na Yanga kwamba inawezekana kujenga uwanja, kwa sababu tuliona KMC walikuja wamefanya, imewezekana. Wamekuja JKT Tanzania wamefanya, imewezekana. Sasa hivi wako Singida wamefanya, na tunaona inawezekana. Ni kipi ambacho kinavikwamisha hivi vilabu vikongwe Tanzania? Nafikiri ni maswali ambayo Singida na JKT pamoja na KMC wanatufanya tuulize, kama hawa ndani ya muda mfupi tu wameweza kukamilisha hivyo. Na amekuwa na viongozi wapya wa hivi karibuni, na hivi vilabu vipo huko tangia mwaka 1935 na 76 kama kumbukumbu zangu ziko sawa, lakini mpaka leo havina viwanja. Zaidi ya miaka 80 vitu klabu hazina viwanja, lakini hizi timu ambazo zina miaka 5, 6, 7, 8 tayari zina viwanja vyao. Kwao ni funzo na inawezekana, kama vile ambavyo Young Africans alikuwa anatoa Dar es Salaam kwa timu waliotoka Maniema, jinsi ya kuendesha klabu la pamoja na Pamba, basi na wao Simba na Yanga wakati wakaviuliza hivi vilabu, mmefanyeje mpaka mmeweza kujenga uwanja? Na sio vibaya kujifunza kwa mdogo wako kama unaona anafanikiwa, na wakijifunza nafikiri kuna vitu vingi ambavyo wanaweza kuvipata, na wakapata pia mapato ambayo wamekuwa wakiadai, kwa sababu tumekuwa tunavidai hivi vilabu mapato. Kwa nini kuna muda vipati mapato makubwa? Hii kujenga uwanja wako ni chanzo cha mapato. Ndio. Sababu utaingiza watu, lakini pia unaweza kuhusishia kwenye kujenga uwanja, tukajenga maduka ya club pale, ukajenga vitu ambavyo vita raise ile revenue ya club, na club zikaendelea kupiga hatua. Mpira siku hizi it's all about investment, na investment inataka pesa. Tofauti na hapo tutacheza sana mechi kwa waganga hizi. Kwa mfano mdogo kwa wiki timu ikiwa na mechi mbili, mechi ya ligi na mechi ya CAF Champions League. Bajeti ya timu kwa uwanja ni milioni 16. Kwa maana ukikodi kwenye uwanja wa KMC, uwanja wa ligi kuu watakudai shilingi milioni 6. Uwanja wa Benjamin Mkapa shilingi milioni 10. Kwa wiki timu inatakiwa kutoa milioni ngapi? Milioni 16. Ambapo hapa ni mshahara pengine wachezaji wawili mpaka mchezaji hadi watatu. Okay, nafikiri Simba na Yanga wana kitu cha kujifunza juu ya